wangereka wanaopiganiwa na Bwana. Na tukaianze ibada hii ya kuwabariki watoto wetu wa Kipa Imara mwaka huu wa Bwana wa 2025, lakini pia kushiriki mwili na damu ya Yesu. Tukaianze katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya sisi wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu, tumungamie Mungu dhambi zetu. Itamu ikini Bwana kila wakati.
Chagua ni kutoka katika kitabu kile cha Luka mtakatifu mlango ule wa 2 mstari ule wa 40 mpaka ule wa 52. Kitabu cha Luka mtakatifu mlango ule wa 2 mstari ule wa 40 mpaka ule mstari wa 52. Natangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo. Maneno ya Mungu anasema, yule mtoto akakua akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka, na alipopata umri wa miaka 12 walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu, na walipokwisha kuzitimiza siku wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Nao wakadhania ya kuwa yule yumo katikati ya safari msafara, wakaenenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamii zao na wenzao, na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Ikawa baada ya siku 3 wakamwona hekaluni ameketi katikati ya wakamwona hekaluni ameketi katikati ya walimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Nao wote waliosikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake, na walipomwona walishangaa. Na mama yake akamwambia, mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Akawaambia, kwani kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu? Na hawakuelewa na neno hilo alilowaambia. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii na mamaye aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Sura 52. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukae. Wapendwa mchungaji kiongozi, wapendwa wazee wa usharika pamoja na wateteri, wapendwa wazazi pamoja na wadhamini, wapendwa watoto ambao ni vijana, wanaingia katika vijana ambao mmetuweka hapa siku ya leo, wapendwa majirani, wapendwa wanakwaya, wapendwa watumishi wote ambao tuliofika katika ibada hii. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, katika kifungu hiki ambacho nimekisoma hapa katika kitabu cha Luka, kinaeleza habari ya Bwana wetu Yesu Kristo, lakini kuwepo hapa duniani, lakini jinsi ambavyo alivyokuwa katikati ya jamii. Na hii inatufundisha sisi leo
kwamba katika maisha yetu, jinsi ambavyo tunavyokuwa, jinsi tunavyoishi hapa duniani, ukitaka kuishi maisha mazuri, ukitaka kuishi maisha ya mafanikio, tafuta kielelezo cha, au tunaweza kusema katiba, au kitu ambacho kinaweza kukuongoza vizuri katika ulimwengu huu tunaoishi. Tafuta maisha ya Yesu alivyoishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wengi leo hivi wanatafuta kuishi kama jinsi ambavyo wao wanaofikiria. Najua mwingine anaweza kukuta ana nguvu, mwingine anaweza kukuta ni dhaifu, mwingine ana mali fulani, lakini mwingine cheo. Kwa hiyo tunakulia katika huko, tukasahau wakati Yesu akiwa na cheo alifanya nini. Wakati Yesu akiwa akiangalia dunia yote na vyote, watu wote, mali zote, alifanya nini. Lakini alivyokuwa akikua katikati ya jamii, alifanya nini. Ndugu zangu, tukifanya hivyo, maana yake tunaitafuta hekima ya Mungu. Ndugu zangu, leo tunamshukuru Mungu sana kuona watoto wetu ambao watakaobarikiwa, ikiwa ni pamoja na wazazi, kuona watoto ambao wamelewa tangu watoto wadogo, lakini tangu wadhamini walipowasimamia watoto hawa ile siku ya kubatizwa, ambao leo itakuwa ni siku sasa watoto watasimama, watakiri wenyewe imani yao, imani ya Kikristo, jinsi ambavyo watakavyoenda. Kwa maneno mengine wanakuwa uhuru sasa kutamka kwa vinywa vyao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu apewe sifa. Ndugu zangu, tunapotafakari somo hili, Yesu ni mfano wetu na ni kiini cha Biblia, lakini Yesu ambaye tunayejifunza leo katika kifungu hiki ndiye ambaye ni Bwana wetu na kiongozi wetu katika maisha yetu. Maisha ya Yesu alikuwa anaongezeka kimo na hekima. Hebu tuseme kimo na hekima. Na sijasikia akaongezeka mali, akaongezeka, yani Biblia imesema hapo kimo na nini? Na hekima. Kumbe hekima ni zaidi ya mali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe hekima ni zaidi ya mambo yote tunayoyaona. Hasa hii hekima inapatikana wapi? Ni jinsi ambavyo Yesu anavyotufundisha, jinsi ambavyo yeye alikuwa anaipata wapi. Aliipata kwa Mungu, kwa muumbaji wake. Kwa hiyo akiwa akiishi hapa duniani, aliishi akijua kwamba ninajua nilikotoka, ninajua mahali nilipo, lakini ninamjua aliyenituma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, ni vizuri ukajua ni nani aliyekutuma hapa duniani. Kuna watu wengine wanaishi kama wamefika. Nataka nikwambia, hata kama umefanikiwa ukajenga nyumba, ukapata magari, ukapata mali nyingi, usipojua aliyekupa na aliyekutuma, utapotelea huko. Na nawaona watu wengi ambao waliotambua hivyo sasa wanatoka huko, wanaishia kwa Mungu. Sijui kama ni wewe na mimi. Ni wakati wa kujiuliza, je, vile vitu ambavyo tulivyo navyo tunakubali kuchomoka huko tukamfuata Mungu, au vyenyewe vinatutawala? Vikianza kukutawala utaona dalili. Na dalili mojawapo ni saa ya ibada. Inawezekana hata mahali pengine horn speakers zinawekwa makanisani, kengele kubwa zinawekwa, lakini saa zinawekwa, kalenda inawekwa, taratibu zinatajwa. Wewe unapofika saa ya ibada, kuna sauti zinakulilia. Naamka asubuhi, unaanza kusikia sauti ya mbuzi inalia na kuku. Unaanza kusema, sasa hivi unajua hao kuku hawajala kitu chochote. Unajua mbuzi hawajala kitu chochote, nikienda paka kanisani mpaka nikirudi watakuwa wamekufa. Nani alikwambia watakuwa wamekufa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ukianza kusikia hizo sauti, ujue kuna jinsi ambavyo kiimani vile vitu vinaanza kukumeza. Nilipenda mtu mmoja alizungumza akasema, hata ukiwa na fedha nyingi,
Weka hapo chini, kanyaga. Kanyaga kwa nguvu, sema pesa na mali, sikiliza, usinitawale mimi nikutawale. Siku na watu wanaweza kusema hivyo kwenye maisha yao na mali zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua ukajikuta saa ya ibada wewe uko kwenye shughuli nyingine, hapo unahitaji kujiuliza, au kama unakuaga hivi. Au saa ya ibada kuna vitu vinakuita. Ndugu zangu, katika hili hebu litupe kutafakari, maana wazazi ndio ambao hata watoto wetu walivyofika hapa wakapendeza hivi, ni kwa sababu wale wazazi na wadhamini wamejitahidi kwa namna nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niwapongeze sana wazazi na wadhamini kwa jinsi ambavyo mmeweza kuwalea watoto hawa, lakini pia kuwaleta mbele ya Mungu leo ili kwamba waweze kukiri. Si kazi nyepesi. Hapa kipindi cha hapa nyuma ungemkutana mtu ambaye anabarikia mtoto, hata inawezekana sikusikie ni yule mtu ambaye unakutana naye anakupita watu watatu watu wanne, unamwambia mbona leo hujanisalimia, unaambia acha tu. Uongo ni kweli. Lakini sasa mwili unaachia kabisa, mna relax. Bwana asifiwe sana. Sasa tunamwachia Mungu aweze kufanya kazi yake kwa mtoto huyo. Kazi uliyofanya si bure. Maana yake kuna baraka. Kazi kwanza wewe mwenyewe unapokea baraka, lakini pia watoto wako watakuwa katika hekima ya kumjua Mungu. Watoto hawa tukai nao sana. Kipindi hiki watamaliza mashule, wataenda huko duniani mbali. Watu wengine wanasafiri wanasema hai wameenda Pakulo lao wamekuta huko Afrika. Ni hao wanatoka hapa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kienda kule Dar es Salaam, kienda wapi? Lakini jinsi ambavyo walivyojifunza hapa ndani kwenye nyumba zao, baba na mama na wazazi. Lakini jinsi ambavyo walivyojifunza hapa kanisani, kuweka misingi yao katika Sunday school, lakini katika mafundisho ya kipaimara hayo, hasa unapoambiwa nenda kote patakuwa ni baraka. Kwa nikisafiri mahali fulani nikakuta kwenye mkoa mwingine Wachaga wanaitwa Mangi. Bwana Yesu asifiwe. Mahali Mangi alipo bwana, kanisa lipo. Hata kama ni mazingira yamekaa namna gani, wataamua nyumbani kwa mtu, hata shule wataomba shule, watatafuta hapo darasa tuabudu hapa. Kwa nini? Kumbe kule walikojifunza jinsi ulivyokulia utakubali. Anasema kila aliye naye mwana anayo nini? Anayo ushuhuda. Na ushuhuda huo utatoka tu. Utakubali ukute uko mbali, sijui uko labda kule Mwanza au kule Mpanda, mahali ambapo neno la Mungu alipo, ukubali kukaa mwezi mzima. Lazima utatafuta tu, hata mtakutana wawili watatu, msema na tufanye ibada yetu. Hata kama tumekamatwa na kazi, mazingira haya unasema tunamtafuta Mungu. Ndugu zangu, katika hili kuna mambo ambayo tunataka tuiangalie machache sana ambayo Yesu anatufundisha. Jambo la kwanza ni maisha ya Yesu, jinsi alivyokuwa akiongezeka katika kimo, lakini pia katika hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Aliongezeka akawa na nguvu. Lakini pia tunaweza tukasema hekima ni maarifa ya kumtafuta Mungu, na hili leo tunapoachia watoto hawa tuwaombee hekima hii. Kila mahali wanapokwenda wamtafute Mungu. Wengine watakuwa viongozi katika maeneo mbalimbali, walimu, madaktari, pale wanapokaa kwenye maofisi yao. Hebu watu wafike mahali wamuone Mungu kukutumia hekima yao, kile walichojifunza, kile walichokipokea kwa walimu wao, wainjilisti. Walikuwa halali wakati wote, walikuwa wakifundisha, watumishi walikuwa wakifundisha. Lakini pia tumeona walimu, hata walimu wa kujitolea, na wengine mashuleni wakiwa primary na kule Sunday school wakifundisha hiki ambacho watoto wanachokulia nacho. Hebu tuwaombee hekima hiyo iendelee kukaa kwao siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, jambo lingine, Mungu ndiye mwenye hekima. Mtu akipungukiwa na hekima na aombe kwa Mungu. Biblia inatuambia hivyo. Mtu aliyepungukiwa na hekima
aombe kwa Mungu. Hekima ni muhimu. Mungu anatusaidia na Mungu awasaidie ili kuendelea kutafakari hilo, kuweza kuona kwamba hekima inatuelekeza eneo lingine, linatuelekeza tunakuwa katika mazingira ambayo yanatufanya sisi hata tunapokutana, watoto wanapokuwa na kukutana na mambo mbalimbali, basi wafike mahali waone hekima hata katikati ya vitu. Najua mtoto mwenye hekima, hata mitandao hizi simu tulizo nazo, mwenye hekima kuna vitu ambavyo anasema, hata nyimbo zikitokea kuna vitu vingine anaangalia, kuna vitu vingine haangalii kabisa, kuna nyimbo zingine hawaimbi kwa sababu hekima inawasumbua ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kimwona mtu ameishia kwenye mitandao dunia yote, yeye yuko huko. Hekima, tunafika mahali tunaanza kutafuta hekima yake iko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu apewe sifa. Ndugu zangu, katika hili sisi ni maombi kwa watoto wetu hawa ili kwamba waendelee kukua katika hekima. Fanya haraka, kimbia, njoo kwa Yesu. Nawe Samsoni, fanya haraka, kimbia, njoo kwa Yesu. Ondoka kwa Delila, fanya haraka, kimbia, njoo kwa Yesu. Nawe Goliati, fanya haraka, kimbia, njoo kwa Yesu. Sauli anakuja, fanya haraka, kimbia, njoo kwa Yesu. Ewe Nikodemo, fanya haraka, kimbia, njoo kwa Yesu. Na wewe Mathayo, fanya haraka, kimbia, njoo kwa Yesu. Nawe Samsoni, fanya haraka, kimbia, njoo kwa Yesu. Ondoka kwa Delila, fanya haraka, kimbia, njoo kwa Yesu. Nawe Goliati, fanya haraka, kimbia, njoo kwa Yesu. Sauli anakuja, fanya haraka, kimbia, njoo kwa Yesu. Mchungaji mwenza, siku ya leo tunao furaha ya kufikia hitimisha mafundisho ya wanafunzi hawa kipaimara ambao tumekuwa nao darasani kwa muda wa miaka miwili, na sasa wamemaliza na kufaulu vema. Mwaka 2024 kwenye usharika wetu mzima wa Kigereka tulifanikiwa kupokea jumla ya wanafunzi 136. Kutoka mtaa wa Sayuni ni 27 na kutoka mtaa wa Emmanuel ni 109. Wanaobarikiwa leo hapa mtaa wa Sayuni ni 25. Wale wengine watabarikiwa mtaa wa Emmanuel. Kwa heshima na kwa nafasi hii ninaomba niwalete mbele yako kama ifuatavyo. Joseph Godfrey Lema, Yoeli Nehemia Masawa, Kelvin Alex Urasa, ukija uje na vitabu vyako unabaki hapa hapa. Christiani James Mwande, Elisha Anandumi Swali, Fabson Festo Liatu, Benedicti Pat, Prince Clemens Ndosi, Joshua Godfrey Mahonge, Brian Danielsoni Tarimo, Dennis Godeven Tarimo, Meshadi Godlove Siao, Amani Zakaria Muno, Noeli Johnson Mushi, Neema Daniel Kimaro, Esther Emmanuel Somi,
Divine Daniel Boaz, Neema Hosea Mzava, Naomi Benjamin Kaume, Esther Douglas Imani, na Ines Godieven Tarimo, Abigaili Nehemia Masawe, pijama basi yako hivi. Hiyo stendi ya sikijaka. Kuimarishwa katika imani, na tunaanza tendo hili tukilitaja jina la Utatu, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wanangu, mko tayari kuulizwa maswali? Hiyo sauti si ya watu wanaobarikiwa. Mko tayari? Katika maisha yenu mtamwimbia Mungu. Sawa? Nahitaji muimbe wimbo namba ya 174 wenyewe. Na ikiwezekana kwa kichwa. Ewe Baba Bwana wangu, nielekeze mwenendo, kwa sauti nzuri kubwa kwa kuchangamka. Muwasaidie huko nyumbani waendelee kumsifu Mungu. Naomba mgeukie washarika. Wapendwa katika Kristo, mwaka huu tumepata nafasi ya kuwafundisha wanafunzi wa Kipa Imara kwa habari ya imani ya Kikristo na kuwa wamefahamu wokovu wao unaopatikana kwa Yesu Kristo. Leo tumefika hapa kuthibitisha ubatizo wao waliobatizwa wakati walipokuwa wadogo. Naomba mgeukie madhabahuni. Wapendwa wanangu, mlipokelewa na Bwana wetu Yesu Kristo kuwa wana wake Mungu katika ubatizo mlipokuwa watoto wadogo. Ni katika ubatizo ule ninyi mlikaribishwa kuwa washirika wa kanisa lake takatifu. Leo mmesimama hapa kuthibitisha ubatizo wenu na kukubali kuwa washarika wa kanisa
Kwa hiyo ninawaomba mkiri wenyewe imani ya Kikristo ambayo kwayo mlibatizwa mlipokuwa watoto wadogo. Lakini niwaulize kwanza, je, waamini ya kuwa Yesu Kristo amekufia na kufufuka kwa ajili yako? Kama ndivyo, nijibu ukisema ndio, ninaamini hivyo. Ndio, ninaamini hivyo. Hiyo sauti shetani hajasikia. Ndio, ninaamini hivyo. Je, utayari kuwa mfuasi na shahidi wake Kristo mbele ya wenzako na kumshuhudia mbele ya watu wote kwa maneno na matendo ya upendo? Kama ndivyo, ujibu ndio, kwa msaada wa Bwana niko tayari. Ndio, kwa msaada wa Bwana niko tayari. Je, umwamini Mungu mmoja, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu? Kama ndivyo, nijibu kwa kukiri imani ya Kikristo bila maana yake. Na muamini Mungu Baba mwenye enzi, Muumba wa mbingu na nchi, na muamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenye enzi, kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo, lilo moja tu, shirika la takatifu, ondoleo la dhambi, kutolewa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Je, mnamkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote? Kama ndivyo, sasa nitaomba wadhamini wa watoto hawa wasimame kule walipo, na watoto wakisema wakiweza, mmefunguliwa kifungo hicho. Naomba mgeukie wazazi na wadhamini wenu. Wadhamini waliodhamini watoto hawa walipokuwa wangali wadogo wasimame. Sasa mkiri ahadi ambayo hiyo wazazi hao waliosimama waliikiri mlipokuwa watoto wadogo, mlipoletwa madhabahuni. Na mkataa? Mimi namkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote, najitoa kuwa wako, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, nikutegemee, nikutumikie kwa uaminifu hata nitakapokufa. Amen. Wazazi na wadhamini, hongereni sana. Hapo wamethibitisha mlipowaleta madhabahuni mliwaletea jambo jema. Naomba mkae, geukieni madhabahuni wanangu. Mmejifunza kwa habari za amri 10 za Mungu na maana yake. Lakini leo nitataka mniambie neno moja tu. Mwisho wa amri, Mungu asemaje juu ya amri hizo kwa sauti ya kusikika? Asema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu na wabadilizao na maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha mchukizao, nami na warehemu hivyo nipendao na kuzishika amri zangu. Amen. Jamani, leo mtashiriki chakula cha Bwana. Angalau kwa kifupi tu, sakramenti ya meza ya Bwana ndio nini? Ndiyo mwili wa kweli na damu ya kweli yake Bwana wetu Yesu Kristo, naye mwenyewe ametuagiza kuila katika mkate na kuinywa katika mvinyo. Haya yameandikwa wapi? Yameandikwa katika utume mwema wa Mathayo, Marko, Luka na Paulo. Bwana wetu Yesu Kristo siku ile aliyotolewa alitoa mkate na kisha kushukuru akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili
wote tuwapigie makofi ya kutosha. Basi wapendwa wetu, sisi sote tuwaombee ndugu zetu hawa ili Mungu awajalie kuishi kama walivyokiri wenyewe hapa. Na hapa niombe tusimame. Mwishoni washirika watasema, Bwana usikie kuomba kwetu kwa ajili ya hawa. Na tuombe. Mungu Mwenyezi, Mungu wa milele, umewalinda wenzetu hawa katika agano la ubatizo na kuwasamehe dhambi zao. Tunakusihi uwajalie kudumu katika imani yetu ya Kikristo na kukutumikia siku zote za maisha yao kwa uaminifu. Uwajaze na kuwaongoza kwa Roho wako anayetutia hekima na ufahamu, na kuwafanya kukubali kila shauri jema na kukushuhudia kwa ujasiri. Roho wako awape kujua mapenzi na neema yako na kuishi katika kicho cha Bwana bila kuhangaishwa, ili wasipotee bali wafikie mwisho mwema wa kuishi nawe daima. Kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, tusikie kuomba kwetu. Na washarika tuseme, Bwana usikie kuomba kwetu kwa ajili ya hawa. Bwana usikie kuomba kwetu kwa ajili ya hawa. Washarika tukae. Kwaya zitaimba kwa sauti ya chini wakati tunapowekea mikono. Na wewe utaweka cheti chako hivi kisomeke ili tulione jina lako. Na tugeuzia kabisa hivi. Sasa haitakuwa usome wewe, sisi tusome. Sawa? Wewe geuza. Haya, wanaume wote panga foleni kutoka mwanzo mpaka mwisho, nafikiri kuenea. Sogea. Kwa tarumbeta watatupa wimbo, tukiendelea kubariki baadaye. Jemema. Sogea kidogo mpate nafasi ya kutosha. Sasa kushiriki chakula kitakatifu cha Bwana wetu Yesu Kristo, na pia ninawakumbusha ya kuwa kila mara muwe tayari kushiriki kwa moyo wa toba sakramenti ya meza ya Bwana. Muiheshimu kwa moyo na muipokee kwa shukrani. Msiishi kinyume cha neno la Mungu, bali mdumu katika umoja wa kundi la Kristo. Na mimi niwatangazia hayo na mengine mtakayoshiriki katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ukieni washarika. Wapendwa washarika, ninyi nyote ninawasihi msiwakwaze ndugu zetu hawa. Mavazi yao yalivyo meupe ndivyo walivyojifunza utakatifu pia, bali wasaidieni kwa uaminifu katika viapo walivyoapa mahali hapa na kuwaombea. Hivyo tuendelee pamoja katika Kristo Yesu kwa upya wa maisha. Mimi watangazia wazazi na wadhamini na watu wote katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tufungue toleo dogo jipya kurasa wa 376. Tusimame tuwaombee kwa pamoja watoto wetu. Pale chini palipokolezwa, palipoandikwa wote. Na ninyi geukieni madhabahuni. Kurasa wa 376 toleo jipya, pale chini palipoandikwa wote, na tuwaombee watoto wetu. Mungu Mwenyezi, kwa ajili yake Kristo utukubali sisi wanadamu wenye madhaifu mengi kuwa wana wako na mashahidi wa pendo lako kuu hapa duniani. Umewakubali ndugu zetu hawa kuthibitishwa katika agano la ubatizo. Kwa hiyo wajalie pamoja na sisi sote maisha mema katika Kristo Yesu. Amen. Tuendelee kuomba.
Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya ndugu zetu hawa ambao tumewapokea kuwa washiriki kamili katika kanisa lako. Tunakuomba uwape nguvu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama yanavyotimizwa mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe wakosea. Usitutie majaribuni, bali tuokoe na ule mwovu. Kwani wako ni ufalme na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Makofi na vigelegele. Naomba washirika tukae. Wanangu, Bwana Yesu asifiwe. Imekuwa. Usiseme amen. Imekuwa. Amen. Umeondoka kutoka lile rika la watoto. Sasa unaingia kuwa nani? Kijana. Na kwenye rika la kijana unahitaji kuishi kule na Yesu. Amen. Mwenyekiti wa vijana wa hapa yupo? Au kiongozi yote ya vijana? Hebu geukeni kule. Alafu wanaume piga hatua moja mbele. Wanaume hatua moja mbele. Kiongozi wa vijana aliyepo? Njoo pokea vijana wapya katika ushirika. Tarumbeta kama mnaimbo wa kuwafurahisha, au kifurahishwa cheza kidogo, hakuna shida. Simtembee kidogo na Yesu hivi jamani. Kiongozi wa vijana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tuwapokee vijana, si watoto. Vijana ni vijana katika nini? Kimo, lakini sasa ni vijana katika imani pia. Tunawaandikia ninyi vijana kwa kuwa mna nguvu. Tuwapokee sasa kwa makofi ya kutosha. Tuliwaambia hivi, msiwakwaze ndugu zetu hawa, bali wasaidieni waweze kudumu katika hicho walichokiri mahali hapa. Unasikia hiyo? Shetani ni mpuuzi sana, sababu mtoto anaweza akajifunza utakatifu miaka miwili, mzazi anachifua siku hiyo anayoimarisha. Ukipenda kuanza kuandika uchafu kwenye mioyo yao, kafanyeni nini? Lakini tumesema muwasaidie waweze kudumu katika haya waliofanya nini, wapendwa? Waliokiri. Sisi tumemaliza kazi yetu. Na nisimame hapa nipongeze wainjilisti na wachungaji waliofanya kazi hii. Pongezini wainjilisti, mmefanya kazi njema. Kwa sehemu wao wamaliza wajibu wao, tunawarudishia watoto hawa. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini, Jimbo la Hayo, Sharika Kingereka. Risala ya wanafunzi wa kipaimara wanaobarikiwa leo tarehe 29 mwezi wa 11 2025. Haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Zaburi ya 106 mstari wa kwanza.
Mpenda mchungaji kiongozi, mchungaji mwenza, wainjilisti, wachungaji, waalikwa, wapendwa, wazazi na washarika wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa niaba ya wanafunzi wenzangu naomba kuisoma risala hii mbele yenu. Mpendwa mchungaji kiongozi, mchungaji mwenza, wainjilisti, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetuongoza tangu tulipoanza mafundisho yetu ya kipaimara hadi kufika siku ya leo. Tunapenda kukiri wazi kwamba katika miaka yote miwili tumefaidika sana kujifunza neno la Mungu ambalo ndilo chakula cha kiroho. Katika muda wote wa miaka miwili tumejifunza imani ya Kikristo, katekisimu kwa ujumla, pamoja na masomo mengine yaliyo katika kitabu cha Furahini katika Bwana. Mpendwa mchungaji kiongozi, mchungaji mwenza, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwenu wainjilisti na ofisi ya usharika kwa jumla kwa kutufundisha kwa muda wote huo. Mungu awabariki sana. Pili, tunapenda kuwashukuru wazazi na walezi wetu kwa kutulea vizuri hadi kufika siku ya leo. Mungu awabariki sana wazazi na walezi wetu. Tulianza wanafunzi 32 na leo tumebarikiwa wanafunzi 25. Kwa pamoja sisi kipaimara tunaobarikiwa mwaka huu 2025 tumekubaliana kuweka alama katika usharika wetu shilingi 675,000. Alama hiyo ni viti. Leo tumebarikiwa na kuingizwa katika kundi la watu wazima. Tunaomba mtupokee na kutushirikisha katika huduma mbalimbali za kanisa letu. Kwa kuanza huduma hizo leo tunaomba kuanza kutoa epifania. Tunaomba wazazi, wadhamini na wageni waalikwa mtusindikize katika sadaka yetu hiyo. Asanteni, mbarikiwe na Mungu. Kwa heshima naomba kuitoa. Jamani, hayo makofi yanatosha mtoto ambaye hajakosea hata nukta. Ngoja kwanza, siweke kwanza. Ngoja binti, hebu soma hapo uliposoma epifania umetuambiaje? Kwa kuanza huduma hizo leo tunaomba kuanza. Ngoja kwanza, pale uliposema tunaomba mtupokee, mtushirikishe katika. Tunaomba mtupokee na kutushirikisha katika huduma mbalimbali za kanisa letu. Kwa kuanza huduma hizo leo tunaomba kuanza kutoa epifania. Tunaomba wazazi, wadhamini na wengine wageni waalikwa mtusindikize katika sadaka yetu hiyo. Wameelewa. Bwana asifiwe. Kama wanataka kusema kila aliyekutana na Kristo hakunyamaza, alitoka. Epifania ni Yesu ni nuru ya ulimwengu. Amen. Nasoma vizuri.